Mwanaume mmoja aliyefahamika kwa jina la Justin Matonya Letema mwenye umri wa miaka 50 amekutwa amefariki dunia ndani ya nyumba yake katika mtaa wa Mnyakongo Nkuungu jijini Dodoma baada ya majirani kubaini hali isiyo ya kawaida. Kwa mujibu wa mashuhuda, tukio hilo wamesema baada ya marehemu kukaa kimya kwa muda mrefu, jambo ambalo alikuwa la kawaida kwake. Baada ya kumuita mara kadhaa bila kuitika, mmoja wa majirani aliamua kuingia ndani ya nyumba hiyo ili kumwangalia, ndipo alipomkuta akiwa tayari amefariki na kuanza kuomba msaada. Kwa upande wake, mwenyekiti wa mtaa huo Bwana Hector Stefano amesema kuwa marehemu alikuwa akisumbuliwa na ugonjwa wa kifua kikuu unaodaiwa kwa chanzo cha kifo chake. Aidha, imeelezwa kuwa marehemu alikuwa akitumia pombe kali mara kwa mara licha ya kuwa na hali hiyo ya kiafya. Aidha, jeshi la polisi limefika eneo la tukio na kuchukua mwili wa marehemu kwa ajili ya uchunguzi zaidi, na taarifa zitatolewa hapo baadaye. Usiache kusubscribe channel yetu ya YouTube ambayo inasomeka Dodoma TV. Ndugu yangu Letema nimepanga kwake. Huwa tunashirikiana, akiwa akirudi anagonga mlango, mimi nimesharudi. Sasa kuanzia jana kwenye saa 2 hivi akanitengenezea mlango, nikamwambia mlango wangu umeshika chini, akanitengenezea mlango akamaliza. Akasema nisikia nimechoka, akaenda ndani akalala. Basi usipofika usiku mkubwa sana, kama saa 8 hivi, akasema ajisikia amechoka, akawa anakohoa sana ndani kwake. Hatujafuatilia kwa sababu kifua alikuwa anakohoa mara kwa mara. Hatujafuatilia. Sasa hiyo ifika asubuhi, mimi najua tu analala, ifika saa 1 anaenda zake kazini. Shangazi yake akamuona ameenda chooni. Sasa aliporudi mimi sikumuona. Imefika saa 3 saa 4 na shangazi tena amki. Nikamuita shangazi yake, anakaa nyumba hiyo hapo. Kwenda kumuita shangazi yake, akaingia huko ndani, akaana muita Letema. Nikaona mbona huyu anamuita sana? Ndio nikaingia na mimi ndani, tukamkuta yuko chini, damu zimetoka puani, na mama yake mdogo anakaa hapa. Tukaenda kumuita, ndio wakamwangalia, wakasema huyu ameshafariki. Alikuwa na dozi ya kifua kikuu, lakini changamoto yake alikuwa anakunywa pombe kali. Kwa hiyo tatizo lilotokea, alikunywa pombe kali na kula chakula chochote, na ikasababisha mauti yake, ambapo damu ilitoka mdomoni na puani na kufikia mauti wake. Anaitwa ndugu Letema Matonya. Letema. Hivyo kama mwenyekiti tumeomba vijana wetu wasikae peke yao, kwa sababu alikuwa anaishi yeye kama yeye peke yake, hana mwenzake. Angeweza kuwa na mwenzake wa kuishi naye, labda angeweza kutoa taarifa mapema na tukaokoa maisha yake, kumpeleka hospitali haraka, lakini aliendelea kuchukua nguvu mpaka kutoka zile